continue to give us and produce good players. Yeah. Moja kwa moja sasa tuzamie gumzo kuli na husisha hasa ukuzaji wa talanta ibuka katika riadha na baadhi ya mashindano ambayo yamezaa vipaji vikubwa ambavyo vimeishia kushamiri katika anga za kimataifa vikitupa tabasamu hasa wa Kenya. Ni mashindano ya Sirikwa Classic Cross Country ambayo yatakuwa yanaandaliwa makala mwaka huu Februari 14 kule jijini Eldoret County ya Uasin Gishu. Basi humo ndani nitakuwa na shirikisha afisa kutoka katika benki ya Absa ambaye ni Mwihaki Wachira. Tueleze mambo yako vipi, makala mwaka huu yatakuwa yanahusisha vitengo vipi, na je kuhusiana na wale wanariadha aliko walio watakao shiriki humo ndani tutarajie yepi? Karibu zaidi kwenye Zili Zala Viwanjani. Kidogo tutazungumza Kiswahili hii leo. Tutajikaza kidogo. Tajaribu. Lakini kimombo pia tunaweza zungumza. Tuanze tu bwana, makala ya mwaka huu yapo vipi kwamba? Makala ya mwaka huu yanaendelea vizuri, matayarisho yanaendelea. Tunatarajia kuungana na Wakenya tarehe 14 mwezi huu, siku ya mapenzi. Unasema mna mpango wa Valentines kwa wale ambao kama una mshikaji tafadhali tupatane Eldoret, tushangilie Wakenya. Tuko na wanariadha kama 3,500 ambao wako tayari kushughulika katika hiyo makala ya idadi kubwa sana. Ndio ya Sirikwa Cross Country. Na wengi wao ni wale tunaita vijana na youth na tunatarajia kwamba siku hiyo kutaibuka washindi. Tutaona talent mpya, tutaona majina ambayo hatujasikia mbeleni. Kama kwamba Sirikwa ndio mahali ambapo miaka nenda miaka rudi kuna wanariadha wanaibuka kutoka mchezo huu. So tunafurahi sana, tunashukuru sana Athletics Kenya kwamba tumeshirikiana kwa miaka mingi sana katika hili riadha hii mchezo hii weekend ya Sirikwa. Na tuko na ndasema tuko na excitement na tunangoja sana kuona ni nani ataibuka kutoka hawa wanariadha 3,500 kama nyota ya Kenya ambayo tutaanza kufuata na kushughulikia katika siku zinazokuja. Nini kikawavutia na Sirikwa? Manake kando na kutoa wanariadha tajika, nini hasa ambacho kiliwavutia zaidi? Mnajua kwamba Eldoret kwa jumla na Uasin Gishu na Sirikwa ndio nyumbani mwa wanariadha. Na hapo ndio ambapo miaka nenda miaka rudi vile nimesema, tunaona wanariadha wakiibuka kutoka hapo. Na ndio kwamba tunashinda tukirudi hapo kila mwaka. Lakini pia tunarudi Sirikwa kwa sababu ya kitu ambayo tunaita financial literacy. Kwa sababu hapo ndio wanariadha wengi wanaibuka. Tunataka kabla wakuwe mashujaa, kabla wakuwe stars, tuweze kuwa tumejadiliana nao, tumeongea nao, tumepatana nao, tumewaelimisha kwamba wakianza kukimbilia Kenya na wakianza kupata pesa, ni vipi ambapo wanaweza kujishughulikia kuhakikisha kwamba hizo pesa ambao wanashinda pesa zinawafaa, kwamba wanatenga pia za siku zijazo za familia zao, na kwamba wanajiweka vizuri. Ndio kwa maana tunashinda tukirudi Sirikwa, kwa sababu hapo ndio nyumbani mwa wanariadha wengi. Umekuja vizuri katika anga hizi, manake wanariadha wengi senti zinakuja wakati hawatarajii. Walikuwa wanatarajia kima fulani, lakini vitu vinafunguka mara ghafla, hawana mipango au mipango haiji tena. Kwenu bwana, ni mara ngapi mnafanya haya mafunzo? Manake huwezi fanya tu mafunzo wakati mmoja kabla ya mashindano ama wakati wa mashindano. Tunafanya mafunzo haya siku zote za mwaka. Hii wiki ya Sirikwa tu ni wiki moja ambayo tunapatana nao kwa kijumla. Lakini tukishawaandikisha na tukishakuja kujua hao wanariadha wote, mwaka mzima tunawaunganisha na branch zetu ambazo ziko kila mahali Kenya. Kwa hivyo hata kama kwamba haushiriki sana Eldoret ama Sirikwa, unaweza enda tawi lolote na ukapata haya mafundisho. So hatuwaachili, na sio kwamba tunasema tu tukishaenda Sirikwa siku moja siku mbili tunaachana nao. Ni jambo ambalo tunafuatana nao kila wakati tukiendelea kuwapa mafunzo. Saa zingine pia tunawaita katika vikao tofauti. Hata saa zingine tunafanya hata zile kwa kimombo tunaita webinar. Saa zingine hata kama wako nje ya Kenya tunaweza kuwajumuisha na tunaendelea kuwapatia
hii mawaidha kwa sababu ni muhimu sana kutembea nao. Ndio kwamba wakishinda pesa fulani kwanza wanatupigia, wanatuuliza sasa nimeshika hizi pesa nifanye nini na tunawapa mawaidha. Unajua wengi wanariadha ni chipukizi na wako shuleni. Je, kuna mipango kwamba wakati mmoja pia mnawapiga jeki kwamba shuleni karo iko sawa, hata kama ukushinda ama kuwa nambari moja inafaa ulipe ama tukulipia ama tukusimamie vitu fulani? Kupitia Absa Kenya Foundation pia kuna mipango ambayo tunapanga na hawa wanariadha. Tukifika hapo tunaangalia vile ambavyo wako wale ambao wanatuitisha msaada, tunawapa pia kupitia Absa Kenya Foundation. So kuna jinsi mingi ambayo tunawaangalia kupitia pia department ya benki ambayo inahusisha na biashara. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara fulani ama wanataka maybe mke ama mume waanzishwe biashara ama mama yao ama whatever, unaona tunazungumza nao wote kwa sababu sio mwanariadha pekee tunaangalia, ni familia yote na ni vipi ni nini wanafanya ili kujiendeleza kila siku. Kwa hivyo kupitia business banking tunaongea nao, kupitia idara yetu ya retail ama ya consumer tunawaambia ni account gani na wafaa. Pia tunawapea mawaidha ya kubadilisha pesa kwa sababu mara mingi hizi prize money ni dollars ama ni euro. Kwa hivyo tunawaambia ni vipi vizuri kubadilisha hiyo pesa. Shikilia kidogo kwanza ama badilisha sasa ndio pia upate the maximum benefit. So tunawaangalia kutoka pande zote na tunawashughulikia kilivyo. Na wale ambao wako shule pia pia other than financial literacy pia ni kuambia umuhimu wa kumaliza masomo. So usianze kukimbia ufike form 3 uone umeshika alafu unatupa kwamba elimu haifai sasa. Ni vizuri kuendelea mpaka pale ambapo utamaliza kufika. Ukimaliza siku hizi, lakini nasema form 3 na form 4 na nasikia siku hizi hiyo imebadilika. Sio kama ni grade 10 ama ni grade 11. Hiyo ufikisha mtaala umebadilika. Bas. Na pia ukifanikiwa na kuna opportunity ya kupitisha hata zaidi kutoka hapo. Tunasema angalia pande zote. Lakini kila siku kuongea nao na kuhakikisha kwamba tunaangalia pia mental wellness, nutrition. Tuna mipango fulani kupitia Absa na partners wengine ambao tunashughulikia nao. Nipo naye Barnabas Korir ambaye ni afisa kutoka shirikisho la riadha nchini na pia ni pale naibu rais katika pale kamati ya Olimpiki nchini NOC. Karibu zaidi, mara mwisho tumeonana ni Tinderet. Asante sana. I think ni mwaka huu yes, Baringetu tulikuwa pamoja. Karibu zaidi. Asante sana. Leo tunazungumza kuhusiana na pale Sirikwa Classic Cross Country. Mbio ambazo zimezaa wanariadha tajika wengi sana. Wengi zaidi. Na inaendelea vizuri. Vile tumefanya kwamba nashukuru kwanza Absa na serikali ya Kenya kwa kusaidia hii mbio iendelee vile imeendelea mpaka sasa hivi. Eleze tu kuhusiana na vitengo ambavyo mmeka humu ndani. Nimeona kitengo cha kilomita 10, kilomita 8, 6 na 2. Mnazingatia nini hasa kwa wale wanariadha ambao watakuwa wanashiriki hivi vitengo vote? Vile umesema ni kwamba tuko kategoria tofauti kwa riadha. Ya kwanza tuko na seniors, wale wamefika miaka 20 na juu, na vijana tena chibukizi from 16 to 19. Sasa wale vijana vile ya maana sana ni vijana wadogo chibukizi. Tunaanza miaka 5 mpaka miaka 8, 9 mpaka 11 na alafu sasa 12 mpaka 15. Ndio sasa tunaangalia vilivyo kwamba sasa tukianza kufunza vijana wetu maneno ya riadha ndio wajua wakiwa wachanga. Sasa itakuwa vizuri sana kwamba wakianza wakuwa wakubwa kwamba tumeeneza mbio kwa ile njia inatakikana. Nimeona orodha ya wale wanariadha ambao mmewaalika katika mashindano haya, na orodha hii inaongozwa na bingwa mara 3 Olimpiki Faith Kipyegon, lakini pia nimeona kwa upande wa wanaume kunaye Emmanuel Wanyonyi, kunaye Daniel Simiyu Benyo ambaye ni zao la mashindano haya. Bwana, hii inamaanisha nini kwa hasa chipukizi ambao watakuwa wanashiriki? Unajua kwamba mbio ya nyika ni ya maana sana kwa wanariadha. Ndio sasa wanajaribu sasa kutairisha kwa
kuelekea sasa mbio za track and field. So ukiona sasa Wanyonyi au Epenyo, Agnes na Faith wakikuja, ni kwamba wanajua kwamba ukishamaliza hii mbio ndio sasa wanaingia uwanjani sasa mbio. Wakiingia sasa watakuwa wamekuwa tayari. And that is why ni ya maana sana kwamba wakishiriki kwa hii mbio inasaidia. Lakini ya maana zaidi ni kwamba mbio za nyika hapa nchi imekuwa sasa ni a very important activity kwa wanariadha wa Kenya. Juzi tulitoka huko Marekani, Tallahassee, where Kenya walifanya vizuri sana. Tulikuwa tuna defend title ya tumeshinda karibu mwaka 3 iliyopita fululizo, na tulifanya vizuri sana. So inaonyesha nchi hii ya Kenya maneno ya riadha iko juu zaidi. Ni mbio ambazo tulimwona kama sijakosea 2023 Faith Kipyegon akianza msimu wake katika mbio hizi, na huo mwaka ukawa mkubwa zaidi, akaenda kuvunja rekodi baada ya nyingine. Tofauti gani ambayo mmeshirikisha katika makala ya mwaka huu kuhakikisha kwamba wanariadha ambao watakuwa wanashiriki watakuwa wanaweka sasa historia kubwa zaidi ya Faith Kipyegon alivyoweka 2023? Kila mwaka ni kwamba tuna fanya utofauti kidogo ili wanariadha wetu wafaidike kwa hii mbio. Last year ilikuwa chini kidogo, mwaka huu itakuwa juu sana. Na inafanyika kwa sababu ya usaidizi sponsorship kutoka APSA, kutoka serikali, na ni prize money ile wanariadha wanapata, ndio inasaidianga sana. Amezungumzia kuhusiana na motisha. Motisha ni senti ambazo zinatoka kwa wanariadha. Bwana, washindi katika hivi vitengo watakwenda nyumbani na posho la shilingi ngapi hivi? Kwa upande wa APSA tunapatia Athletics Kenya na kina Bwana Korir kitengo la pesa. Na tumeshirikiana nao miaka mingi. Ni miaka ngapi Korir? Ni karibu sasa miaka 4. Karibu miaka 4. Ni miaka 4, si karibu. Ni miaka 4 kwa Siriko. Na mengine kama Kipkeno ni miaka zaidi ya miaka 5. Miaka 5. Haya. Sasa vile how we work is tunawapatia kitengo cha hiyo prize money. Kama sasa mwaka huu kwa hii mashindano ya Siriko, na pia baadaye tutarudi hapa studio kuongea kuhusu Kipkeino, lakini tumewapatia kitengo la pesa milioni 35. Sasa kutoka hapo akina Korir na pia serikali wanajipanga na wanajua vile ambapo wanashughulikia. Na nitasema kwamba jambo ambalo linafanya turudi miaka nenda miaka rudi kwa kina Korir ni kwamba hatujapata shawishi lolote katika hizi miaka zote. Tunawapa hizi fedha na there is a lot of transparency and accountability vile ambapo wanariadha. Hata sidhani mumesikia hata mwanariadha akikuja akisema hatukupewa hela zetu ama hilo shindano halikuorganiziwa vizuri. Ndio maana tunaendelea kurudi na kushirikiana na Athletics Kenya. Unajua swala kubwa ambalo limekuwa likisumbua Kenya katika hatua za kimataifa ama anga za kimataifa ni ulaji mkuu wa madawa zilizopigwa marufuku michezoni. Juzi maafisa wa WADA walikuwa nchini, na hili ni swala ambalo nimeona shirikisho la riadha nchini likiongozwa na Jack Tuwei na wewe pia, na pia serikali imeweka vita dhabiti katika mashindano haya. Je, kuna mipango ambayo imewekwa kwamba hao wanariadha watakuwa wanafanyiwa vipimo kabla na baada ya mashindano? Kwa sababu ile shida tuko naye ya madawa ile inaendelea saa hii ni kwamba sheria imewekwa mikakati ili kuonyesha kwamba we are fighting this doping issue. Na kabla ya wanariadha yoyote kukimbia tuko na sheria lazima wafuate. Na ya maana sana ni kwamba wale wanariadha wote tunamwalika kukimbia lazima wafanye registration. Siku moja kabla ya mbio wote lazima wachukue namba zao, nambari ya bib numbers. So all of them they have to go through that. Sasa hiyo ni nafasi ya ADAC au WADA au AIU sasa kupima au kuona nani amekuja, sasa wapate nafasi ya kupima. Na baada ya hiyo tena wale wanashiriki na kushinda ndio sasa wanaweza pimwa tena. So ile mikakati yote imewekwa, na hakuna mtu anaweza pita because
yeyote anatarajia kukimbia lazima afuatie hiyo kanuni ya sheria ya WADA. So we have put everything in place kuhakikisha kwamba hakuna mtu au mwanariadha mwenye anaweza kimbia bila kuangaliwa. Na hao wanariadha alikuwa mnatumia vigezo vipi kualika na wengine kujisajili? Kusijasili registration. Unajua pole sana kwa Kiswahili yangu kidogo. Unajua tupige pia kimombo. Unajua mahali natoka. Yeah, for registration, pia kimombo sasa ni a bit better. Is that registration tunafanya kwa wanariadha wadogo, wale wako miaka 5 mpaka 15. Lakini wale wa senior sasa under 20, tuseme sasa jibugizi, men and women, they are invited. And they are invited based on their performance. Wale wamekimbia last year 2025 performance yao track and field na cross country pia, they are invited to come and run. The same thing for the seniors, men and women, they are all invited. If you are not invited, you are not allowed to run. So that is now the registration for young athletes, that's kids athletics, and then now for the seniors is through invitation. Kuna idadi kwamba mnashirikisha kwamba idadi hii inafaa iwe ya wanariadha ambao tumewaalika wazoefu na idadi hii inafaa iwe wanariadha ambao wamejisajili? The ones who have registered are only the kids and from primary schools and those who are in secondary schools and they're still underage. Those ones are registered and they have the link for registration. Those athletes who are running for the senior men and senior women, under 20 men and women, are only through invitation. They are given the notification that they have been entered in a race by Athletes Kenya. So they are invited to come. Now they are sending those invitations today, and then they have a link of confirming that they are going to participate in that event. So we are waiting now. We send about average for men is 500 and the other one is 500. So far, we have invited 300 for men, for under 20, men and women. The other ladies and senior men, they are now 500 each. Out of those ones, we want the confirmation to say, yes, we are coming to compete. It is only through the invitation that they will be allowed to compete. If you are not invited, we are not going to compete, because those names have already been sent to World Athletics for confirmation that in this group of names that we have given, there is not a single person who have already been suspended because of doping or has issues with the integrity. Tutakuja kwako dakika chache. Tuzungumzie kidogo, nimeona pia mmeingia katika mashindano ya Magical Kenya Open na ni mashindano makubwa zaidi duniani, manake Kenya inaonekana sasa katika ramani ya dunia. Tueleze tu vipi mwaka huu? Mabadiliko ni yapi? Tutarajie nini? Wacha ni switch kidogo. Unajua golf pia ni lugha ya kimombo. So Magical Kenya Open for this year, I think what the difference is and what people can expect is before it was one event, right? We'd come in February, do the Magical Kenya Open, alafu tunaenda. Mwaka huu, and if you'll have noticed, tulifanya like a road to Magical Kenya Open. We did 2 Sunshine Development Tour invitationals. Moja ilikuwa Thika Greens, nyingine ilikuwa Karen Country Club. Na kupitia hayo kuna wachezaji ambapo walipata then qualification ya kucheza katika Magical Kenya Open. Tofauti nyingine ni kwamba baada ya Magical Kenya Open pia tunaendelea na sasa road to the next MKU. Kwa hivyo tutakuwa na several golf series, na si Nairobi peke yake. Tutafika Mombasa, tutafika Nyeri, tutafika Kisumu na matawi mengine Kenya, ili pia tukague na tuone pia wachezaji wengine Kenya mzima. Ndio maana sasa hiyo ndio badiliko moja kubwa tumeleta huu mwaka, kwamba other than Magical Kenya Open tuko na series ya golf pamoja na Sunshine Development Tour, ili tupatie pros nafasi nyingine, platform nyingine yao kuendelea kucheza mwaka mzima, na pia amateurs na washirika wetu, customers wetu pia wapate nafasi ya kucheza na hawa professionals. So hiyo ndio difference ambayo tumeleta in how the event has been structured. But nikiongelea kwa Magical Kenya Open yenyewe, tutapatana kutoka 19th mpaka 22nd Karen Country Club, Karen Golf and Country Club. Tunaita Wakenya wote wakuje wajione. Hii ni mchezo ambao
it's beamed worldwide, right? And people, hundreds of people, thousands of people across the world get an opportunity to watch Kenya. Kenya is put on the big screen, and this is a time for us to be proud of the Kenyans who have made the cut, but also to follow the professionals. Kama wewe ni mtu ambaye anapenda golf, unacheza golf, unapenda kuangalia golf, hawa ni watu ambao unaona kwenye TV. Ukikuja Karen utaweza kuwafuata, utaweza kuwafuata. So na karibuni nyote, na we are very excited to be doing this again. I think it's more than 10 years, you know, since we've done the Kenya Open, and we are very happy to be continuing with this. Shukran sana basi. Ni gumzo la Sirikwa Classic Cross Country bwana, usiende mbali manake nitakuwa narejea nawe katika awamu ya pili. Tuzungumzie mawili matatu kuhusiana na mipango ya NOC na pia mipango ya shirikisho la riadha nchini. Msimu huu tutarajie yepi bwana? Swali la mitandao nilikuwa nimekuuliza wewe kama shabiki bwana, unazungumziaje hasa ubashiri wako katika mechi ya weekendi hii, mechi ambayo itakuwa inamkutanisha mwana Liverpool dhidi ya Manchester City. Nena nasi kwenye mitandao ya kijamii @HassanJuma, @DavisMberia, ukitumia lamareli Zilizala Viwanjani. Na kwenda mapumzikoni kidogo, nikitoka madukani na anza na jumbe zako, alafu tuzungumzie riadha kidogo kabla ya kupaa kule Ulaya. Kwa hivyo usicheze mbali. Karibu tena awamu ni ya pili, kipindi bomba ni Zilizala Viwanjani. Upo nami DavisMberia, na pakubwa tunaenda kuzungumzia awamu hii kuhusiana bado na riadha humu nchini. Tutarejea mashindano yepi ambayo wanariadha wetu watakuwa wanashiriki, hasa makala ya 2026, lakini pia tutakuwa naangazia mazima mashindano ya mbio za nyika ya Sirikwa Classic Cross Country. Sipo peke yangu, nipo naye hasa Barnabas Korir ambaye ni afisa kutoka shirikisho la riadha nchini, lakini pia naibu rais kutoka kamati ya Olimpiki nchini NOC. Bwana, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mashindano haya kwa mashabiki, kabla tuangazie kalenda ya mwaka huu ya Kenya. Spectators, we are really inviting them to come to Sirikwa. You know, every event is very important because we will have the athletes, the top athletes coming from different parts of the world. We have those who have confirmed from Ukraine, from Ethiopia, from Uganda, England, and other several countries, including Botswana and South Africa. So we have those athletes who are invited. But of course, the main theme of the thing of this cross country is the fact that we have to have the spectators to show up. Wakuje sasa washangilie wanariadha wao. Unajua sasa Kenya tunajua wanariadha wetu ni wazuri sana, wanajulikana dunia nzima. Lakini ni kubaya wageni waaje, alafu sasa tukienda kiwanja ni wanariadha peke yao. So we need spectators, we have entertainment, functions that will suit everybody, even families will be there with their children for them to enjoy the activities. And then of course you'll get an opportunity now to interact with some of the top athletes. We have all the retired athletes who will be there, people like Kipchoge, na wengine wengi watakuwa hapo. Then you'll have now an opportunity to interact with them, talk with them, even as your children to be with them. But above all, we want our people to come and cheer our athletes on home ground. Because hii cross country ni kubwa dunia nzima. Because this is a cold label cross country, which is one of the few in Africa. If there's any, I think this is the only one. Apart from Jepsaita, this is the second one. The rest are maybe rated number 2 or number 3. So if we have been given an event that is rated this way, then the Kenyans should be proud, as this is a nation of athletes. They like the sports. So let us join hands and cheer our athletes on that day. That is the 14th. Valentine, yes. Tutakuwa sasa na we'll be giving you now the flower. So don't miss that flower. We'll give everybody when they come. We'll just give a flower because this is a Valentine Day. It is really a special day because it falls on the special moment for the Kenyans. So tuche sasa to enjoy Valentine as well as athletics. Kwa haraka tupitie kalenda ya shirikisho la riadha, mashindano makubwa ambayo tunatarajia kwamba Kenya itashiriki, lakini pia upande wa NOC bwana, kwa haraka tu.
We have this year, apart from Sirikwa, we'll have now in March in Poland, we'll have the World Indoor, which is coming up, and then thereafter we have the Kipkeino Classic. Of course, one of the best track and field meetings in the world. Then thereafter we have Senior African Championship, that's in June, and then we have the World Under-20, which is in August. For National Olympic Committee, where I am the Deputy President, we have activities going on. Last year we had African Youth Games, that was in Angola. Now we are going forward to preparing for the Commonwealth Games in July, and thereafter now Youth Olympics, that will be in October in Dakar. So those are the main activities for National Olympic Committee and of course Athletes Kenya. Tukimalizia, kulikuwa na mabadiliko ya mchujo, yani trials, kwa wale wanariadha ambao wanashiriki riadha za ndani. Mbona ikawa hivyo? You know, we wanted to try because this was the first time that we wanted to do the trials. But of course, we have never done that before. And remember, we don't have the indoor track. Hatuna indoor track hapa Kenya. So if you even select people outdoor, it might not really go well with the championship. So we chose as a federation to pick the athletes who have competed indoor from America and from Europe. Those who have done well, and based on their performance, we pick them to come and represent the country. Wangapi sasa? We are the numbers that we are given by World Athletics as only 6, based on the performance, previous performance. And you know, hatuwezi fanya mzuri kwa maana hatuna kiwanja ya indoor. So our athletes are used to the 400-meter lane as we are 200. But now we want to increase the numbers by making sure that those whom we select maybe around 10 or 12 are going to do well, so that they can give us now more numbers in the next World Championship. Inamaanisha kuna haja pia serikali kujenga viwanja hivi. Yes, we need now to impress on them that we need an indoor track, which we have been talking with the government, and I'm sure that they're going to do that. They are now focusing on the main stadiums that have been constructed, Talanta and the other stadiums across the country, and we applaud the government for engaging in that, but then we also encourage them to complete all the stadiums, and then of course our sportsmen and women will benefit from those infrastructure. Asante sana Bwana Barnabas Korir kwa muda wako, na shukrani zaidi. Tuonane Februari 14 bwana. Thank you. Valentine's yangu ndo. Ya mkuje naye.